Bana, taarifa ambayo itolewa na klabu ya Simba asubuhi ya hii leo. Hivi Yanga wamekuwa na matukio mengi, kwa hiyo ametukaa kweli. Bana, taarifa ya Simba ilisema klabu ya Simba inatoa taarifa kwa wanachama, wapenzi na umma kuwa mchezo namba 184 dhidi ya Yanga uliopangwa kufanyika tarehe 15 mwezi wa 6 upo kama ulivyopangwa. Tunawasi msihadaike na kelele za mitaani. Wale ambao walinunua tiketi za mechi ya tarehe 8 mwezi wa 3 2025 wazitumie kwa ajili ya matumizi ya mchezo huo, na wale ambao hawajanunua tiketi wajiandae kununua baada ya tangazo la bodi ya ligi. Twendeni tukaujaze uwanja wa Mkapa. Inafahamika wazi kuwa ligi kuu ya NBC inajumuisha timu 16 na si ligi ya timu moja. Kwa mujibu wa taratibu, kabla ya kuanza msimu, vilabu vyote 16 hushiriki vikao na kutoa mapendekezo ya kuboresha kanuni na taratibu ili kuimarisha ligi yetu. Hivyo wenye hoja wafuate utaratibu husika. Tunaomba bodi ya ligi na TFF watoe hadharani ripoti ya uchunguzi juu ya wale wote waliohusika kuharibu mechi ya ligi jioni ya tarehe 7 ya mwezi wa 3 2025 na kuwachukulia hatua stahiki na mamlaka husika. Kutotolewa kwa ripoti na kuchukuliwa hatua kwa wanaoendelea kuchochea ghasia ni sawa na kulinda uharamia katika mpira ambao unatia dosari mafanikio yaliyopata katika tasnia ya mpira wa miguu nchini kwa sasa. Imetolewa na uongozi klabu ya Simba Juni 10, 2025. Hii ni taarifa ya Simba. Taarifa ya Simba inasisitiza uwepo wa mchezo. Yes. Taarifa ya Simba imeomba ripoti ya uchunguzi. Taarifa ya Simba inaomba wanaoendelea kuchochea wachukuliwe hatua. Taarifa ya Simba imeomba kama kuna mabadiliko yoyote, utaratibu wa ufanyaji mabadiliko unajulikana. Tunakuja kwenye hoja ambayo nilikuwa nabishana wakanda. Viongozi wa bodi ya ligi wa juu wanapatikana kwa utaratibu wa timu au klabu husika kufanya uchaguzi kuwachagua viongozi. Yes. Kwa hiyo takwa la Young Africans kama klabu tunasema ni wana mapinduzi. Ili liweze kufanikiwa Elbogasti wanapaswa kupata backup ya timu nyingine, au mabadiliko yanaweza yakafanyika kwa mahitaji ya Young Africans kutokana na userious wa jambo, kwamba jambo lazima lifanyike, mabadiliko lazima yatokee kwa sababu tupo kwenye hali mbaya. Mabadiliko yoyote kwenye mfumo wa mpira wa miguu wa Tanzania yakiwa facilitated na Yanga ama Simba sio ya kweli. Ni ya ubingwa wa Simba ama wa Yanga. Yani chochote kitakachobadilishwa, ajiuzuru Kasongo, ajiuzuru nani, yeyote yule atakayejiuzuru kwa shinikizo la Simba ama Yanga. Kwa sasa hivi ni hitaji la Yanga kwenye shinikizo, sio mahitaji ya timu 16 za ligi kuu soka Tanzania bara, na sio afya ya mpira wa miguu wa Tanzania, kwa sababu hata watakao kuja ni lazima Young Africans wajiridhishe kwamba hawa ni watu sahihi. Sio vilabu 16 kwamba vitajiridhisha hawa ni watu sahihi. Kwa matakwa hayo ni lazima wajiridhishe Young Africans kwamba hawa watu ni sahihi. Unafahamu kiundani, yawezekana kwenye mic tusiseme, lakini Young Africans anapoingia mtu wanajua huyu wa kwetu au sawa kwetu. Yes, umenielewa. Kwenye mic hatutosema, lakini uhalisia ni kwamba huyu wa kwetu ama sio wa kwetu. Huyu yupo madarakani, tutasafa. Simba na Yanga huwa wanafahamu hilo. Kwa hisia zao yawezekana akatenda haki ama astende haki, lakini kwa hisia tu za kwanza huwa ni tutasafa, huyu sio wa kwetu. Tutanufaika huyu wa kwetu, tutamtumia huyu wa kwetu. Hapo ndo viashiria vya rushwa na mambo mengine huwa vinatajwa. Yawezekana wakanda yasema ni taarifa ya kupika TFF, lakini simu kupigwa kama ipo kwenye ripoti ni viashiria vya nini? Kwangu sio taarifa ya kupika, ni viashiria vya rushwa. Kwamba kuna maelekezo yalitoka sasa. Yes, ni lazima ni lazima yachunguzwe hayo. Ni viashiria vya rushwa kwa point ya kwanza. Kuthibitishwa sasa tutakuja. Kwa hiyo mimi siwezi kuita taarifa ya kupika kwa namna hiyo. Kama kuna simu ilipigwa ama kuna zuio lolote lilitokea, viashiria hivyo lazima vio, kwa sababu taratibu haufuatwi. Aliyezuia alikuwa na interest gani? Yes, ni lazima ichunguzwe. Uchunguzi ukija ndo utabainisha kama ilikuwa ni rushwa ama ilikuwa ni interest tu nyingine ama ilikuwa ni maelekezo ya kiusalama na vinginevyo. Kwenye hilo liko hivyo. Mabadiliko ya mpira wa miguu
kwa nchi yetu kwa hivi sasa, kwa miaka michache hii bado hatuwezi kuyapata kiuhalisia. Ni kwa sababu kilio cha Azam FC hakisikilizwi, kilio cha Dodoma Jiji hakisikilizwi, kilio cha Ken Gold hakisikilizwi, kilio cha Pamba hakisikilizwi. Na hata inapotokea walideserve kitu kupata, wasipate, hakuna anayepaza sauti, hatua zichukuliwe kwa waliosababisha haki isipatikane kwa Biashara United. Unaelewa? Na hao watu ndo shareholders wa mpira wa miguu. Hawamtazami kabisa hawa 14 wengine. Hawatazami kama wana manufaa, kama wanaiunda ligi, kama wanafanya uwepo wa ligi uwepo. Yani hawatazami kama wanamfanya Simba aende Mbeya, wanamfanya Yanga. Inawezekana biashara ni Simba na Yanga, si ndio? Kwa kiasi kikubwa. Lakini hawa ndo wanatembea kuwafuata hawa, na hawa wanakuja wacheze nao hao. Bila hawa hakuna hiyo biashara, si ndio? Kwa kwenye interest yawezekana ya Simba na Yanga zikazidi, lakini zisizidi kwa kiasi ambacho tunakishuhudia sisi. Leo tunapojadili matakwa ya Young Africans kwenye bodi ya ligi na TFF, yawezekana ni mazuri kwa sababu ya sakata moja linalohusu ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara na sio mpira wa mguu wa Tanzania bara. Hivi bodi ya ligi na wanachama 48? Wanachama 48. Chochote kinachokwenda kufanyika hapa kinakwenda kuamua ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara na sio ustawi wa mpira wa miguu. Yani mahitaji yaliyoko hapa, unaona barua ya Simba inachekelea ndani yake. Unaelewa? Ni kwa sababu ni kwa sababu kuna eneo wanaona wako kwenye favor na wana nafasi ya kuchukua ubingwa. Unaelewa? Young Africans wapo kwenye eneo ambalo hawakutarajia kwanza Simba anachofanya kwa hivi sasa, na kwenye shinikizo lao chochote kitakachoamliwa kiwe kwenye favor ya ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara, sio kusaidia mpira wa Tanzania. Pointi yangu nataka kusema nini? Kama tuko tayari kusimamia kuokoa mpira wa Tanzania bara, kufanya mabadiliko ya kweli kwenye mpira wa Tanzania bara, tuanze na mifumo inayowapata viongozi wa vilabu watakaokuja kuongoza bodi. Yani bodi tunasema iwe huru, iwe chini ya vilabu. Nani kiongozi? Watoya wa Simba na Yanga hapa watakwenda kusave interest za kwao. Hivi vilabu vingine nani kiongozi ambaye hana interest na Simba na Yanga atakuja kumiti standard za uongozi bora kwenye bodi ya ligi? Kutengeneza fair competition. Yes. Nani kwenye vilabu 14 vinavyobaki? Mtoe labda Idrissa kutoka Azam. Ana experience hiyo, lakini nguvu yake ya kimaamuzi itakuwa sawa na hawa wajumbe wengine, na bahati mbaya kwenye hawa wajumbe wa bodi watakao kuwa wametoka hivi vilabu vingine, pale interest itakuwa imeangukia kwenye upande wa Simba au Yanga. Kundi kubwa lenye interest hiyo litalalia upande wa maamuzi wa upande mmoja. Ndio mambo ambayo hadharani hayawezi kuja kusemwa, lakini ndani kwenye operation yako hivyo. Yawezekana hata ndani kwenye operation wasiweke wazi, ila kimaamuzi yake tu mwingine ataamua kukaa kimya kwa sababu liko upande wake, mwingine ataamua tu sijihusishi kwa sababu liko upande wake. Watu washawahi kutoka nje kwenye vikao akasusa tu, ni kwa sababu linagusa interest ya upande wake, regardless anaongoza klabu nyingine tofauti. Issue ya kuingilia viongozi linatajwa hili ni kwa sababu linahusu interest za ubingwa kati ya Simba na Yanga. Yapo ambayo yametokea msimu huu ya viongozi kwenye mamlaka kwenye mikoa kufanya maamuzi baadhi na kuonekana interest zao moja kwa moja kwenye mchezo husika. Unaelewa? Kwa hiyo ni jambo ambalo ni tatizo la kinchi. Namna ya kulisolve ni kwanza tupate watu wenye weledi ambao kwa hivi sasa ni wachache ambao wamepiga hatua na hawapo kwenye mamlaka za hizo football. Wengine wapo wanapambania experience ya miaka 5 ili waingie kwenye madaraka. Tunawafahamu wote hapa ambao wanapambana. Tunamuona huyu ana weledi lakini miaka 5 ya experience bado hawezi kushika mamlaka. Huyu anapambana kusogea, na bahati mbaya wengine wakipenya wanawekewa uzibe. Kwenye football tunaita kuwekewa upaja. Wanawekewa upaja wasipenye. Kwa hiyo ni tatizo la kwetu wote, wala hakuna msafi huyo wa kusema kwa hivi sasa atauokoa mpira zaidi ya kusave interest za Simba na Yanga, which is ni wrong. Tutatengeneza bodi kesho na kesho kutu, isipokuwa upande wa Yanga au isipokuwa upande wa Simba tutakuja kuivunja, lakini haitokuwa vile ambavyo tunatarajia. Yawezekana tuko tumekaribia, lakini kwa hivi sasa tuwaelimishe watu kadhaa ambao wana uwezo waendelee kupata hiyo experience ya miaka 5, watakuja kushika hatamu miaka 10 mbele ijayo. Tutakuwa na usawa kwenye baadhi ya vitu, lakini sasa hivi tunafurahisha genge, na ndio maana waziona taarifa ikija ya Simba
ikiwa kwenye favor itachekelea. Ikija Yanga ikiwa kwenye maumivu utaiona kwenye hisia hizo, lakini hakuna inayohusu mpira wa miguu. It's all about Simba na Yanga. Yes bana, Simba na Yanga wanajipambania wao wenyewe au wanavipambania vilabu vyote. Tunarejea Nsajigwa naye yuko hapa ndani. Kipenga Extra. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. Tunarudi. Dakika 120 za kisports zilizoshika viwanjani siku nzima. Shindana siku zote na mamlaka, utakuja utaumia. Simba hata akicheza na wagonjwa kutoka Mwimbili, mimi nitashangilia tu wagonjwa. Hii mechi imechezwa mwezi wa Ramadhani. Majini yamelala, kila kitu hakipo. Kila mwaka anatukwepa Ramadhani. Sisi tunaomba Mungu tu, Mwenyezi Mungu tuletee mechi mwezi wa Ramadhani. Nasema alhamdulillah Mwenyezi Mungu. Utupe nini sisi? Mbugi itaanza kupigwa viwanja vya nyumbani kwenye ligi ya taifa. Hawana hela ya kumlipa Kibu. Kibu ndo the most expensive local player. Kibu Dennis ana mshahara mkubwa vibaya mno. Kaka, Simba ni hatari. Tuliwajaza wala safari wakatoka juu. Mahela kibao. Hela safari acheze Yanga kweli. Yaani Yanga bila kusahau uchambuzi wa wafalme wa michezo ndani ya viwanja vya mbele. Max Verstappen for the first time ever is champion of the world. Kwa taarifa na uchambuzi wote wa michezo, usikose kusikiliza Kipenga kila siku ya Jumatatu mpaka Jumapili kuanzia saa 1 usiku mpaka 3 kamili usiku ndani ya East Africa Radio. Kipenga Extra. Bana, Kipenga Extra, mambo ni mengi sana, wao tuandikia pia ni wengi kwa namna ambavyo jambo linakwenda hapa. Kuna jumbe fupi Nsajigwa, kabla kusoma maoni ya wadau. Hoja zimekuwa tofauti. Wakanda amesimama kwenye eneo la kuamini kwamba walichoomba Young Africans inabidi kifanywe kazi ili kuokoa taswira ya mpira. Sawa bwana. Yeah. Lakini Elbo anasema kinachofanyika saizi haupambaniwi mpira wa Tanzania, lakini Yanga na Simba wanapambania interest zao wao wenyewe. Wanajipambania wao, na sio kwamba ni masuala mazima ya mapinduzi. Namna ambavyo jambo lilivyokaa, ni kweli jambo la kimapinduzi au ni jambo la mahitaji ya upande mmoja? Na Young Africans wameenda mbali kusema matakwa yao sipofanyika hawachezi ligi na hawatashiriki hata msimu ujao. Unajua jambo la mpira siku zote huwa liji kwa hisia. Yaani siku ambayo maumizo au siku ambayo umefurahishwa ndio uje ufanye mapinduzi. Ni mchakato ambao unafanywa kwa muda mrefu. Yaani baada ya kuona kuna shida hii hapa, unaanza kuichukulia hatua. Yaani usubiri paka ambapo hii imekuzuru. Ulivyokuwa na wengine wanafanya wanazurika, ulikuwa umekaa kimya, unasubiri paka wewe ambapo hiyo shida inaweza kukuasili ndio uanze kulifanyia mapinduzi. Kwa hiyo ni jambo ambalo kiliangalia limekaa kwenye kila mtu kupambania upande wake, na sasa wakubwa wawili ambao wapo, na ndio maana ukiangalia mapendekezo yote ambayo yanatolewa ni mapendekezo ambayo hata kama yakifanywa kazi haiwezi kuwa tiba ya muda mrefu, bali itakuwa ni tiba ya muda mfupi. Inawezekana hama toka arba ya Yanga kutaka watu fulani watoke, inawezekana kweli hao watu wakatoka kwa hivi sasa, na yeye akamelizia kwamba wale watu hawataki, lakini hii sio faida. Je, kesho mtu mwingine tunakiamka timu nyingine, mbona mimi simtaki huyu na nataka pia atoke ili mimi nicheze? Kwa hiyo utakuwa ni mchezo ule ambao kwa kiasi kubwa unakuwa hautibu tatizo. Tatizo kutibu kwa kiasi kubwa hebu ameelezea vizuri, lakini lazima tuangalie kwanza. Unajua na usolve tatizo lolote lazima uangalie mzizi wa shida iko wapi. Yaani ukishajua mzizi uko wapi ndio unaanzia pale. Lakini chama wanafanya Yanga hivi sasa wanajaribu kukata matawi wakati ule mti ambao ndio unatoa ile sumu kwa pale. Kwa hiyo utakata ile matawi kwa muda fulani, utafanikiwa kwa muda huo kwa sababu utakuwa umeyakata. Lakini baada ya muda unaweza ukawa mwanzo wa kutuma ujumbe kuonyesha kwamba we need changes. No, haiwezi kuwa mwanzo. Itakiwa iwe mwanzo pale ambapo umeona matatizo yanatokea. Tangu mwanzo wa msimu unaanza, hizi lawama za waamuzi ambazo ni moja kitu moja Yanga amekiwezesha akitaka katibu wa TFF ajiuzuru sababu kamati ipo chini yake. Zipo, kuna timu zilizo zinalalamika kipindi yeye ametulia. Kama nikataka huo mwanzo wa kutatua matatizo, itakiwa immediate ligi inavyoanza au kabla hajaanza. Moja ya mapendekezo yake kwamba Wilfred Kidau una kamati ya waamuzi ambayo ipo chini yako. Makosa ya waamuzi hapo, na si msimu huu tu, tangu huko nyuma tunaona waamuzi wanafungiwa. Kwa nini wajirudia? Yaani itakiwa uanzie hapo. Lakini kama ulikuwa umekaa kimya kipindi matukio yanatokea wakati wote, umesubiri paka wewe ulipokugusa, haiwezi kuwa mapinduzi. Yaani hapo unachokifanya unakuwa unapambania haki yako wewe, na sio kwa maslahi mapana ya mpira. Kwa hiyo ili Yanga waweze kueleweka, labda waje mbele waseme wanapambania haki yao wao. Hapa kwenda kwa ni maelea. Lakini kama ni issue kupambania haki ya mpira, haiwezi kuja pale ambapo umeguswa wewe moja kwa moja. Bana, ili jambo ni gumu. Hoja za Yanga ni nzito, lakini
Nafikiri changamoto ndo kama hii tunayosema ni upatikanaji wa hawa viongozi wa bodi ya ligi, kwa sababu wale hawateuliwi, ni vilabu vyenyewe ndo vinawachagua. Kwa hiyo hapo ni swala la tunasema utashi sasa wa viongozi, maana yake kina Mzee Mguto, kina Idris ndo makamu mwenyekiti, pamoja na wajumbe wengine wote wale ambao wanaunda ile kamati ya utendaji ya bodi ya ligi. Huyu sijui Kasongo, sijui Boimanda, wote waajiliwa. Hawa kazi wanafukuzwa. Na wanafukuzwa na nani? Na kamati hii ya utendaji ya bodi ya ligi. Na mwenyekiti huku sijui nani. Inapitisha na tenda zao. Kwa sababu yule Kasongo yeye anawajibiki kule juu TFF, anawajibika hapa kwa kina Mguto na kamati yao. Alafu baada ya pale ndo anaamua bwana tunatafuta CEO mwingine au inakuaje. Kwa hiyo kuna kamchakato hapa katikati ambao kote kanarudi TFF. Jambo kubwa tu, mimi na muamini sana ule mdau excom ya TFF ndio ambayo inaweza, kwa sababu bodi ya ligi ni chombo cha TFF. Kwa hiyo TFF wao ndio ambao wanaweza wakaupindua umchongo wa bana nyie, kwa sababu mpo kwetu, tutoe tuweke watu wa mpito ili Yanga wacheze.